Yes, habari za wakati huu mtazamaji wa ZTV na karibu kwenye habari za michezo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza unaungana nasi, basi nakusihi tu kusubscribe sasa ili wa kwanza kabisa kupata updates mbalimbali za michezo kutokea kwenye channel yako ipendwa kabisa inayokusogezea wewe habari zaidi za michezo. Na kupitia katika ukurasa wa Instagram wa Hans Raphael, mchambuzi huyu kutokea pale Clouds FM katika kipindi cha Crown Sport, ameandika kwamba breaking Simba Sports Club wako kwenye mazungumzo ya kina na kipa wa Mtibwa Sugar Deus Dediti Malimi mwenye umri wa miaka 23. Na Simba wanafanya kila liwezekanalo kumaliza dili hili haraka sana, kwani wanaamini kijana ni mbadala sahihi wa Yakuba ambaye atakuwa nje kwa muda mrefu. Amemalizia kwa kuandika kwamba pia JKT Tanzania wanamtazama kwa karibu kipa huyo. Amemalizia hivyo mchambuzi Hans Raphael kupitia ukurasa wake wa Instagram. Ngoja nikupatie historia fupi ya golikipa huyu kutokea pale Mtibwa Sugar. Ni nani na ipoje mpaka anatakiwa na klabu ya Simba. Deus Dediti Malimi ni golikipa kijana mwenye kipaji kikubwa, anaizidi zaidi kuonyesha uwezo wake katika ligi kuu Tanzania bara. Akiwa na umri wa miaka 23, Malimi amejijengea jina kupitia nidhamu, ujasiri na uwezo mzuri wa kusoma mchezo akiwa langoni. Alianza kujulikana zaidi alipokuwa akitumikia Mtibwa Sugar FC, ambapo alipata nafasi ya kucheza mara kwa mara na kuonyesha kiwango chake cha juu kinachovutia macho ya vigogo wa soka nchini. Kupitia kipindi chake cha Mtibwa Sugar, Malimi alionekana kuwa nguzo muhimu ya timu, akisaidia na kuokoa michomo hatari na kuipa timu yake matokeo muhimu. Kutokana na maendeleo yake mazuri, Simba Sports Club wameingia katika mazungumzo ya kumsajili golikipa huyo kama sehemu ya mpango wa kuimarisha kikosi chao kwa muda mrefu. Na Simba wanamwona Malimi kama mrithi sahihi wa mbadala wa baadaye wa Yakuba ambaye anakaribia ukomo wa soka lake. Na hata hivyo, mbali na klabu ya Simba, klabu ya JKT Tanzania pia imeonyesha nia ya kumnasa golikipa huyo, jambo linalothibitisha thamani na heshima aliyojijengea ndani ya muda mfupi akiwa katika timu yake hiyo ya Mtibwa Sugar. Na kwa umri wake mdogo na ari kubwa ya kufanya kazi, Malimi anatajwa kuwa miongoni mwa magolikipa wenye mustakabali mzuri zaidi Tanzania, na mashabiki wengi wanaamini bado ana mengi ya kuonyesha katika soka la ndani hata nje ya nchi hapa Tanzania. Hiyo ni historia fupi kuhusiana na golikipa huyu ambaye klabu ya Simba imefanya naye mazungumzo kwa ajili ya kunasa saini yake ifikapo pale Januari kwa ajili ya dirisha dogo la usajili. Kutokana na hii yote ni kwa sababu ya golikipa Yakuba ambaye alikuwa akitegemewa katika timu hiyo ya Simba kupata majeraha katika mashindano ya AFCON 2025 kwa 2026, na majeraha hayo yatamweka nje muda mrefu sana. Kwa hiyo Simba inalazimika kutafuta kocha mwingine kwa ajili mashindano mengine ya ligi kuu hapa Tanzania bara, lakini pia kimataifa, mpaka pale tu kipa huyo Yakuba atakapokuwa amekaa sawa na yeye kuendelea kuwa golikipa namba 1. Kwa hiyo ni habari nimekufikishia mtazamaji wa ZTV upate kufahamu nini hasa kinaendelea kwa upande wa Simba kutokana na golikipa wao kuumia akiwa huko katika mashindano ya AFCON kuiwakilisha timu ya Tanzania Taifa Stars. Amepata majeraha huko na jana kufanikisha kucheza. Kwa hiyo golikipa huyu atakaa nje muda mrefu sana, na Simba imelazimika kufanya hivyo kwa ajili ya kuhakikisha timu yao inafanya vizuri katika mashindano ya ligi kuu na mashindano mengine, ambapo Januari atakapoanza mashindano ya Mapinduzi, Kombe la Mapinduzi. Yote hayo Simba anatakiwa kushiriki, na lazima apate golikipa mzuri wa kufanya vizuri ili aweze kupata matokeo mazuri. Mtazamaji wa ZTV, ikiwa ni mara yako ya kwanza na kusisitiza unaungana na channel hii, basi usisahau kusubscribe na kushare kwa marafiki ili waweze kuwafikia watu wengi habari hii, lakini pia wapate kufahamu nini hasa kinaendelea katika soka la Tanzania lakini na nje ya mipaka ya Tanzania. Yote utayapata kupitia humu ZTV. Kwa hiyo subscribe, washa alama ya notification, lakini usisahau kushare kwa marafiki zako, ndugu jamaa wote share, lakini usisahau kucomment. Ujio wa golikipa huyu, unadhani Simba itakuwa katika hali gani? Unadhani ataenda kuiwakilisha Simba vizuri
ama itakuwaje? Toa maoni yako hapo, tutayasoma, lakini na kusisitiza tena kusubscribe ZTV na endelea kusalia hapa pa ZTV, tutakufahamisha imekuwaje na imefikia vipi. Yote utayapata kupitia ZTV. Nikutakie siku njema.